Mjadala umekuwa mkubwa kweli kweli, sijategemea binafsi hata kwa upande wangu bwana. Kumbe wakati Ali anazungumza hilo maoni yake kuhusiana na swali la mwanadada au mwandishi Mina Ali, Ahmed Ali naye alikuwa hayuko mbali. Kumbe amepitia na ameona Ali kamwe ameandika nini, na yeye amekuja na majibu haya. Huko kwenye Instagram moto umewaka. Takusomea kwa upande wa Ahmed Ali, yeye ametoa maoni gani kutokana na hicho. Ameposti picha ya mwanadada Mina Ali. Kwa upande wake akaandika hivi: taifa linahitaji uandishi aina ya Mina Ali, composure kubwa, communication skills ya hali ya juu, uwezo mkubwa wa kuzungumza lugha nyingi za kigeni na kwa ufasaha, lakini kubwa kabisa kujua audience wanataka nini. Anaendelea anasema interview ya Mina Ali imejikita kwenye moja ya sifa kubwa ya uandishi ambayo ni moja ni mambo ya sasa, yani current affairs. Kitu ambacho kinatikisa Tanzania hivi sasa ni goli la Clatous Chota Chama. Mwandishi Mina Ali akijua hilo alimuuliza swali Rio Ferdinand, akasema alimuuliza Rio Ferdinand, na ndio maana Rio akauliza hii imetokea lini, akataka kujua kama ni jambo la sasa. Kimsingi ujio wa Rio umepata thamani zaidi ya kufuatiliwa zaidi baada ya kuzungumza goli la Chama, kwa sababu ndio habari ya mjini hivi sasa. Hongera sana Mina Ali, wewe ni shujaa wa taifa hili. Kwa sasa tulipofikia, goli la Chama sio swala la Simba tena, ni swala la taifa, linazungumza katika level kubwa ya dunia. Goli la Chama linaitangaza Tanzania, linaitangaza ligi ya Tanzania, linaitangaza dabi ya Kariakoo. Ndugu zangu, msiumie, na nyie mna goli lenu zuri tu, amefunga kipenzi chenu nahodha beki. Mpeni mwandishi wenu Ambokile alipeleke kwa Rio Ferdinand, na ndivyo ambavyo Ahmed Ali amemaliza kwa namna hiyo maoni yake. Anasema kwamba wampe na wao mwandishi wao. Kumbe Mina Ali ni mwandishi wao mwandishi wa Simba, akiwa anamaanisha hivyo. Kwa hiyo na wao Yanga wampe nafasi mwandishi wao aende akaulize swali kuhusiana na lile goli ambalo Yanga waliweza kujifunga kule kwenye mchezo dhidi yao na Dodoma Jiji. Hayo ni maoni ya Ahmed Ali, afisa habari wa Simba Sport Club, akimjibu Ali Kamwe ambaye ni afisa habari wa klabu ya Yanga. Hapo tena tunarudi kwa upande wako wewe, kwa sababu hapa Ali Kamwe Ahmed Ali anamkingia kifua Mina Ali kwamba alichokizungumza ni kitu kizuri na kitu ambacho waandishi wengi wanatakiwa wakifanya hivyo kutokana na kutoa story ambazo ni current kama ambavyo alivyofanya yeye kwa upande wake. Maoni yako ni nini kwenye hili? Uko upande gani? Upo upande wa Ali Kamwe, upo upande wa Ahmed Ali? Tuambie hapo chini kwenye comment, lakini pia tukuoneshe tu na kukupitisha kwenye kila ambacho Ahmed Ali amekizungumza, kwa sababu baada ya kuandika hivi ameingia live na kuweza kuzungumza na wana Simba kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Na hii hapa ndio video akizungumza kuhusiana na hiyo issue. Yeah, you are now live. Bana, tumeingia live hapo. Tulazimu tukate ile live ya mwanzo baada kwa kuna changamoto ya sauti. Kwa hiyo hebu mniambie ndugu zangu mnaonisikiliza hapo, sauti iko maridadi? Kama sauti iko maridadi, basi tuanze kumwaga maneno. Ndugu zangu ambao mnanisikiliza hapo, niambie sauti iko sawa sawa ili tuanze kumwaga maneno. Kabla sianza kuzungumza, niambie sauti iko sawa. Sauti iko sawa. Sauti iko vizuri. Tayari nimeshapata mrejesho. Mada ziko nyingi ndugu zangu, niambie tuanze na mada ipi? Kuna mada ya kwanza ambayo inahusiana
na Rio Ferdinand, kitasa wa zamani wa timu ya taifa ya England na Manchester United. Rio Ferdinand kulisifia na kulizungumzia na kuweka wazi kwamba goli la Chama linastahili kushinda goli bora la mwaka la dunia. Tuanze na hiyo au tuanze na ubingwa wa Arsenali au tuanze na ubora wa Simba Sports Club au tuanze na namna ambavyo wapinzani wetu wanateseka, wanaumia na Simba Sport na goli la Chama. Hebu niambie au tuanze na mipango ya CRDB. Nataka niwape mpango wa Sim Banking leo. Kuna mazawadi kede ya Sim Banking. Niambieni tuanze na kipi, na napitia message zenu hapa. Ndugu zangu, nionyeshe kidogo. Kuna mali inapita ya hatari, hamjaiona. Ningeonyesha kuna mali ya hatari imekatiza hapa. Tuanze na ipi mwanangu? Tuanze na ipi? Haya, wengi wamesema tuanze na goli la Chama. Haya bwana. Ndugu zangu, leo mwandishi wa habari Mena Ali kutoka Clouds Media ameuliza swali la msingi sana kwa mchezaji wa zamani wa Manchester United Rio Ferdinand, baada ya kumuuliza na kumuonesha, sio tu kumuuliza, amemuuliza na amemuonesha goli la Chama, atoe maoni yake. Rio Ferdinand ni mchezaji wa mpira wa miguu. Hakuna namna yoyote unaweza ukapata nafasi ya kuhojiana na Rio Ferdinand alafu usimuulize swali la mpira wa miguu ambalo limetokea katika nchi hiyo. Kwa hiyo the question was perfect na limekuja kwenye muda wake sahihi. Kwa hili Mena Ali anastahili pongezi kwa asilimia kubwa sana. Lakini kwa nini amemuuliza hili swali? Kwa sababu limetokea katika nchi ambayo Rio amekuja. Hivyo Rio lazima ajue Tanzania hii kuna vitu vingi vizuri vya kimpira vinafanyika, na kimoja wapo ni goli la mwamba wa Lusaka. Kwa swali hilo liko perfect kwa asilimia zaidi ya 100. Na jibu lake vile ni jibu ambalo limenyooka kweli. Kwa hiyo wapinzani wetu hamna haja ya kupanic. Huwezi ukakaa na Rio Ferdinand ukamuuliza kuhusiana na buju ya Mbosso. Anaweza sijue wala hawezi kutoa maoni. Huwezi kukaa na Rio Ferdinand ukamuuliza habari za nini sijui, yani ukamuuliza nini sijui, hawezi kujibu kwa sababu hajui. Lakini kwa kuwa Rio Ferdinand ni mchezaji wa mpira, unamuuliza swali la kimpira na anatoa majibu ya kimpira. Kwa hiyo ndugu zangu, msikasirike, msinune, lakini huwezi kupromote AFCON kama hamzungumzii mazuri ya kimpira yaliyopo katika nchi yenu. Unaelewa? Yaani unazungumzia AFCON ya mwaka 2027. Lazima uzungumzie nchi ambayo inaandaa AFCON ina hati ya kuwania ya kushinda tuzo ya goli bora la mwaka la dunia. Unaona connection hapo Kwa hiyo punguzeni makasiriko ndugu zanguni. Tuko katika mstari ulionyooka. Lakini kama haitoshi, niwaambieni kitu kimoja. Goli la Chama sasa sio tena goli la Simba. Kwa hiyo ukiliona linazungumziwa mahala, sio swala la goli la Chama. Hapo kinachozungumziwa ni jambo la taifa la Tanzania. Linapozungumziwa goli la Chama, linazungumziwa taifa la Tanzania, linazungumziwa ligi ya Tanzania, linazungumziwa Kariakoo Derby. Vyote hivyo vinakwenda viral, vinafahamika, vinajulikana, vinaheshimika. Kwa hiyo kupitia goli la Chama tunatangaza utalii wa Tanzania, tunatangaza ligi ya Tanzania, na tunaitangaza na Tanzania yenyewe. Kwa hiyo sio swala la Simba wala Yanga, ni swala la Tanzania kuzungumziwa. Sasa tusipozungumzia goli la Chama, ni kitu gani kizuri cha maana kinachohusiana na mpira wa Tanzania unaweza ukakitangaza? Sisi tuko tayari kuacha kutangaza goli la Chama, tuko tayari. Lakini mtuambie ni kitu gani kizuri ambacho unaweza ukakizungumzia kwenye mpira wa Tanzania.
Niambieni nyinyi. Majibu yake ni hakuna. Kwa hiyo goli la Chama linapeperusha vema bendera ya Tanzania. Acheni wivu, acheni kuumia. Hakuna namna. Ndio goli limeshafungwa na mmefungwa nyinyi. Kama mnaona noma Rio Ferdinand kuwaona mkiwa mnateseka kwenye goli la Chama, vumilieni tu. Mateso haya yatadumu kwa muda wa miaka 2 mpaka 3, mtaendelea na maisha yenu hapo baadaye. Lakini vile ndugu zangu niwape kidogo taarifa kuhusiana na maendeleo ya chama letu Simba Sports. Tumefika salama hapa Tanga Kunani jana, na leo tutafanya mazoezi katika uwanja wa Mkwakwani hapa Tanga. Mambo yanakwenda vizuri na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Ni mchezo mgumu, lakini tunaamini tutakwenda kufanya vizuri kweli kweli katika mchezo huo kutokana na ubora wa timu yetu. Lakini ndugu zanguni msione wivu, na nyinyi mnalo goli bora sana. Mmelifunga pale Singida kwenye mechi yenu na Dodoma Jiji. Lile goli nyinyi mnalidharau tu, mnalichukulia poa, lakini kiuhalisia mkiamua kuwekeza kweli, lile goli litawafikisha Puskas. Goli alilofunga nahodha ni goli bora, ni goli zuri, ni goli kali la kikatili. Lile goli mkiamua kulivalia njuga, lile goli litawafikisha Puskas. Msiliache, msilidharau, lipelekeni Puskas goli lenu. Lichukueni goli lenu, watagini FIFA, waambie na nyinyi mna goli bora. Hamna haja kutuonea wivu sisi, na nyinyi Mungu amewabariki ndani ya muda mfupi, na nyinyi akawapa goli zuri, goli bora, tena limefungwa na kipenzi wenu nahodha. Chukueni goli lenu, wapelekeni FIFA, au turuhusuni sisi tulipigie chapuo goli lenu liende FIFA. Msikae kinyonge na goli zuri mnalo. Goli zuri mnalo wanangu, goli zuri mnalo. Amefunga nahodha wetu. Nahodha wenu amefunga goli zuri. Wapelekeni FIFA hilo goli. Sasa msianze kutuonea sisi wivu. Sisi goli letu tumelipeleka worldwide. Tumelipeleka FIFA. Rio Ferdinand kalizungumzia. Na nyinyi goli lenu lipelekeni worldwide, msikae nayo tu hapo Jangwani likapelekwa na mafuriko. Hapo Jangwani hakikisheni goli lenu linakwenda worldwide. Ndugu zangu, sisi goli letu limetangazwa na CNN, na nyinyi nendeni mkatangaze kwenye Salamba TV. Kila mtu na maeneo yake ya kujidai wanangu. Kama nawaona mnavyonengeneka, mnavyoumia. Hawana lolote, wivu tu. Mena aliandakiwa ajengewe sanamu kubwa sana katikati ya jiji la Dar es Salaam, kwa sababu sio tu ameuliza swali, ameonesha na ushahidi. Kama uliza Rio, unaonaje hili goli? Rio kajimaliza bwana. Kwa hiyo bwana, hakuna ajenda ya Tanzania, hakuna ajenda ya AFCON isiyohusiana na goli la Chama. Watu wote watakaokuja kwenye AFCON 2027 tutawaonesha goli la Chama. Kwa hiyo msitake kuanza kutuyumbisha na kuyumbisha wizara. Wizara iko sawa sawa, imemleta Rio Ferdinand, na lazima Rio Ferdinand ajue Tanzania hii kuna mambo ya maana yaliyofanyika, na jambo la maana la msimu huu Tanzania ni goli la Chama. Nitarudi acha tupate wadhamini kidogo, niwape taarifa kuhusiana na benki ya CRDB. Benki ya CRDB bwana, inakwambia sim banking kimpango wako. Sim banking kimpango wako bwana, kuna washindi zaidi ya 100 wanatafutwa wapewe zawadi mbalimbali, zawadi lukuki, zawadi ambazo unazipata kwa wewe kutumia sim banking. Ni rahisi sana. Cha kufanya tu wewe fanya miamala mbalimbali kutumia sim banking.
Kwa mfano unataka kulipa kingamuzi unalipa kwa kutumia sim banking. Unataka kulipa ada ya mtoto unalipa kwa kutumia sim banking. Unataka kufanya kulipa mafuta, kituo cha mafuta, unafanya malipo yako kutumia sim banking. Umeingia zako supermarket unalipa kwa kutumia sim banking. Kila unachofanya, kila unacholipa unalipa kwa kutumia sim banking. Malipo ya mtandaoni, kwa mfano unataka kulipa Netflix, sio unataka kulipa Amazon, unataka kulipa nini Alibaba, chochote unachotaka kulipa unalipa kwa kutumia sim banking app ya CRDB. Sasa ukifanya hivyo unajishindia zawadi mbalimbali. Kuna fedha taslim ambazo zinatolewa kila wiki na kila mwezi, lakini kuna safari ya siku 7 kwenda Ulaya. Unakwenda nyumbani kwao na kina Rio Ferdinand, unakwenda kupumzika siku 7 Ulaya, umeona bana. Lakini vile vile kuna siku 3 kwenda Serengeti kwa kufanya malipo tu kwa kutumia sim banking app ya CRDB. Unaweza kuipata kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kudownload unaenda zako kwenye Play Store ama App Store, una download mpango wako wa sim banking app, unaweka hapo, unaanza kufanya matanuzi, au unapiga nyota 150 nyota 03 reli, unaanza kutumia sim banking hapo, unapata zawadi kem. Sawa bwana kwa hiyo unapata maisha kutoka sim banking, lakini kama haitoshi unajishindia zawadi mbali ikiwemo fedha taslim. Bana, mwisho kabisa ambao ningetaka kuzungumza nanyi ndugu zanguni, nadhani tumeona namna gani ambavyo ndugu zetu wanateseka na goli la Chama. Sasa tunatakiwa kuendelea kuwapelekea pumzi ya moto, yani tunawakabia hapa. Kwa hiyo hakikisha mwana Simba unaweka mwito wa goli la Chama, ili mtu asiyekupenda akikupigia simu anakutana nalo, akigeuka huku anakutana na Rio Ferdinand kazungumzia goli la Chama, akigeuka huku anakuwa mtu apate pumzi vizuri. Ni mwendo wa goli la Chama mpaka wakati roho. Nadhani tumeelewana ndugu zanguni. Nimemaliza live yangu hapa. Tupate maswali kama 2-3 hivi ili tufunge mjadala, tuendelee na mambo mengine. Oso bana Mshinga anasema msalimie Chama. Salamu zimefika. Official Asha Baby anasema inatuma hiyo. Bana, poa wanangu, mchana mwema. Oso bana